Uhali gani mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea habari hii hapa ya kusikitisha kuhusiana na kitu ambacho kimehappen. Nadhani utakuwa unafahamu kabisa kwamba nchi ya Tanzania imeongozwa na marais kadhaa kwa awamu tofauti tofauti. Ni awamu 6 mpaka sasa hivi, which means kwamba nchi ya Tanzania imeongozwa na marais 6 tokea ilipopata uhuru. Tukiwa tukihesabu basi nadhani tutakuwa tunafahamu kabisa kwamba alitangulia mheshimiwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini baada ya yeye akafuata mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, lakini pia baada ya yeye akafuata mheshimiwa Mkapa ambaye pia ni marehemu, lakini pia akafuata mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, akafuata mheshimiwa Magufuli, na then sasa hivi tuko na mheshimiwa mama Samia Suluhu Hassan. Sasa katika listi hiyo ya maraisi ni kwamba kuna maraisi kadhaa ambao wameshafariki, akiwemo mheshimiwa Magufuli, akiwemo mheshimiwa Mkapa, pia vile vile akiwepo pia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini bila kumsahau hao ni maraisi watatu wameisha tangulia mbele za haki. Lakini sasa listi imeongezeka siku hii leo kwa habari za kusikitisha baada ya kupata taarifa kwamba mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi naye amefariki dunia, na ni kitu ambacho kiukweli kimewagusa watu wengi sana, na imekuwa ni moja kati ya habari ambazo zimetia simanzi taifa la Tanzania kwa jioni hii ya leo, kwa sababu amefariki mnamo tarehe hii ya leo ambayo ni tarehe 29 majira ya saa 11 jioni. Umeona, kwa hiyo mheshimiwa Mwinyi amefariki wakati huo, na ni kitu ambacho kiukweli kimesikitisha watu wengi sana, kwa sababu alikuwa mcheshi, alikuwa ni rais mzuri, alikuwa amesaidia watu wengi sana katika kuliongoza taifa mpaka hapa tulipo. Ametoa ushauri wa hapa na pale baada ya kutumikia taifa kwa muda wote ambao alivyokuwa rais kwa takriban miaka 10, na ni kitu kizuri sana. Lakini ndio hivyo tena, leo Mungu amempenda zaidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So habari ambazo zimesambaa jioni hii ya leo mpaka usiku huu ni kuhusiana na kifo cha mheshimiwa alikuwa rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi, na kuna vyombo vya habari vingi tu vimeripoti kuhusiana na hilo. Kwa mfano hapa kuna page hapa imeandika kwamba rais mstaafu awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi amefariki dunia leo Februari 29, 2024 akiwa anapatiwa matibabu kwenye hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Umeona? Lakini pia vile vile hapa kuna habari nyingine pia imesambaa hapa, wameandika kwamba rais mstaafu wa awamu ya pili wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi ambaye amefariki dunia leo Februari 29 mwaka 2024 majira ya saa 11:30 jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Anatarajiwa kuzikwa mnamo Machi 2 mwaka 2024 Unguja visiwani Zanzibar. Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akitangaza msiba, ambapo amesema taratibu za mazishi zitatangazwa hapo baadaye. Lakini pia kuambatanisha na hilo pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema kwamba ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa, ikiwa ina maana kwamba kwa muda wa siku hizo zote kwa siku hizo zote za maombolezo bendera zitakuwa zikipepea nusu mlingoti. Hakuishia hapo, lakini pia vile vile ni kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameweka picha akiwa amesimama na Mheshimiwa rais mstaafu wa Tanzania Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, na akaandika maneno kwamba ndugu wananchi, kwa majonzi makubwa nasikitika kutangaza kifo cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ambaye amefariki dunia leo siku ya Alhamisi
tarehe 29 Februari mnamo mwaka 2024 majira ya saa 11:30 jioni katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipata matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa katika taifa letu. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia kesho Machi 1, 2024. Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi atazikwa mnamo tarehe 2 Machi mwaka 2024 huko Unguja kisiwani Zanzibar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So hicho ndo kitu ambacho kimetokea, na huo ndo ujumbe ambao ameutangaza Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. So kuna watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao baada ya kusikia kifo cha Mheshimiwa Rais, akiwepo Queen Masanja ameandika kwamba pole mama, poleni taifa, Allah ampokee baba yetu. Doto Magari amekuja na pia ameposti, wameweka comment hapa, pole sana Mama Samia Suluhu Hassan na taifa kwa ujumla kwa msiba huu mzito, Allah ampe kauli thabiti mzee wetu Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Shilole pia amekuja ameandika hapa kwamba Mungu ampumzishe salama baba yetu. Na watu wengine kibao, makomedian, wanasiasa na watu wengine wengi mashuhuri wameguswa na msiba wa aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania kwa awamu ya pili mara tu baada ya baba wa taifa kutoka madarakani. Basi moja kwa moja Mheshimiwa Mwinyi ndiye aliongoza nchi ya Tanzania. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na leo amefariki, na imekuwa ni kitu ambacho kiukweli kimegusa watu wengi, akiwemo mpaka Diamond Platnumz naye ameposti picha ya Mheshimiwa Mwinyi akaandika kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amin. Lakini pia vile vile ni kwamba Diamond amefanya kitu extra, amebadilisha profile picha yake katika ukurasa wake wa Instagram, ameweka picha ya Mheshimiwa Mwinyi katika kama DP yake. So hicho pia ni kitu ambacho kimeonyesha jinsi gani ambavyo ameguswa na msiba huo. Wasanii wengine ambao wameguswa ni pamoja na Kitale, bila kumsahau Mario, pia ameandika kwamba pumzika kwa amani mzee wetu. Lakini pia vile vile watu ni wengi kama nilivyokuambia ambao wameguswa na msiba huo. Mwijaku naye pia ameweka video akiwa yupo na Mheshimiwa Mwinyi kwenye ndege pamoja na mkewe, akiwa anazungumza mawili matatu. So ni vitu ambavyo kiukweli vilikuwa vinamfurahisha sana mzee Mwinyi. Mwenyewe pia alikuwa anaonekana na tabasamu la nguvu wakati Mwijaku akiwa anazungumza naye kwenye ndege. So Mwijaku naye pia hakuwa na maneno mengi ya kusema, ameweka tu emoji ya kumshukuru Mungu kwa kitu ambacho kimetokea katika taifa hili la Tanzania kwa siku hii ya leo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Tumepita katika page nyingine za wasanii wengine mbalimbali ambao nadhani na wenyewe pia watakuwa wameguswa na msiba huu. Ni wengi sana kiukweli. Tukisema kwamba wasanii wengi sana wameguswa, ni wengi mno. Almost kila msanii hapa Tanzania ameguswa, kwa sababu unajua kabisa kwamba Mheshimiwa Mwinyi bwana alikuwa ni mtu wa kipekee sana, kutokana na kwamba alikuwa ni mcheshi sana. Baada ya uongozi wake alikuwa pia vile vile akishirikiana na watu wengine kwenye serikali kwa ujumla, lakini kwa ajili ya kutoa ushauri, lakini kwenye sherehe mbalimbali za kiserikali alikuwa anatokea, umeona. So watu wengi sana kiukula wameguswa kuhusiana na hili. Pia vile vile kupitia page ya Konde Music Worldwide, page ambayo ni official page ya label ya Harmonize, wameposti pia picha ya Daktari Ali Hassan Mwinyi. Wameandika pale rest in peace, alafu kamaliza hapa chini kwamba pumzika kwa amani rais mstaafu wa awamu ya pili Dr. Ali Hassan Mwinyi. Umeona so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kama nilivyokuambia ni kwamba ni kitu ambacho kimewagusa watu wengi mno hapa Tanzania katika siku hii ya leo. Umeona? Yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Page zote, almost kila page ambayo sasa hivi ukipita habari ni hiyo hiyo bwana, ya msiba wa aliyekuwa rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Ali Hassan Mwinyi. Umeona bwana? Tumepita
kwenye page ya Alikiba, ambapo unajua kwamba habari hizi zimetangazwa muda si mrefu. Kwa hiyo tumepita kwenye page ya Alikiba, naona bado yeye hajaposti, lakini nadhani atakuwa taarifa hizo anazo, au labda kama hajazipata anytime soon atazipata. Tumepita pia katika page ya Harmonize, umeona tumepita pia katika page ya Harmonize Konde Boy, naye pia bado hajaposti, lakini kwa Diamond tayari ameposti na kuweka mpaka profile picha kuonyesha jinsi gani ambavyo ameguswa na msiba huo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.